Kaa hapa. Uwezi nitoroka mimi. Kaa hapa. Unasikia namna gani? Pesa yangu inaingia mzuri? Iko hapa. Iko wapi? Ni nini sasa? Pesa yangu lazima urudishe. Muongeleshe. Nitarudisha. Pesa lazima urudishe. Utaregesha. Kuja. Haya. Wewe ni nani? Unataka nini? Ukundo umeniambia ni job yako. Job gani? Kwani nimekujia bibi yangu? My beloved wife Charity. What's wrong with you? Wife. Yeah. Ebu nini cut kwanza kidogo. Ebu cut. Na cut nini? Who are you? Kwanza ni nani? Ebu acha kwanza. Acha msichana, ebu acha. You're the wife. Yeah, she is my wife. So what's wrong with that? Acha, mbona una record? Ana unijui? I have photos. Madam, who is this lady? Nani? Babe, tuende kwa nyumba babe. Nijibu kwanza. Mbona una record? Hamia hata sitaki hata shida na huyu. Huyu hata nisumbue. Huko ndio kazi. Sasa kazi gani na mimi nimekuja? Umeniambia leo unaenda job. Jina lako huyu. Hello guys. So vile tulikuwa tumemaliza. Sasa nyinyi mliona kukuenda vizuri? Like ilikuwa hard. Ilikuwa ngumu. So niliona like hata sitaweza na singeacha huyo demu hivyo. Mnajua the husband alikatililia pesa, hakutaka kurudisha the money, so I had to help her. Mimi sizitaka nimwacha akiwa ameumia hivyo, so that's why I decided to call my husband's doctor, Dr. Namwanga. I trust him kwa sababu by the way amenisaidia kwa kila kitu, so I trust him. I know him very well, so that's why nilimuita aweze kumsaidia pia huyu mwanadada wetu. Unaona tu, by the way singe allow hiyo kitu iende hivyo. Like do you know that Saudi vile mtu unafanya kazi ngumu, yani unaumia tu so that provide everything, unatuma pesa alafu mtu anakatilia pesa zako. It can't go like that. Ni lazima ningemsaidia because I know the pain. Yeah. So Dr. Namwanga, hi. Nashukuru Mungu kwa hii nafasi na kwa uwezo ambao ulinipa ili kuweza kusaidia watu ambao wako na matatizo tofauti. Msichana Charity, mimi niweze kukuambia kwamba vitu ambazo umeweza kuzipoteza zote, ambazo umeweza kuzipoteza, hizo hela ambazo umeweza kuzipoteza na huyo kijana ambaye anaitwa John pamoja na huyo side chick wake, mimi nitaweza kuadhibu kabisa waweze kurudisha vitu zako. Hakuna kitu chako hata kimoja ambacho kitapotea. Manake wewe ni mtu ambaye unajituma, unafanya kazi, unatia bidii uweze kuona kwamba unainua maisha yako pamoja na familia yako, lakini mtu tu anakaa chini anataka tu kule jasho ambayo sio yake. Watu wafanye bidii. Kama uko pale nje, fanya bidii, tafuta hela yako. Hela tamu kwa hii dunia ni hela ambayo umeitafuta na jasho lako wewe mwenyewe. Na mimi nataka niweze kumwadhibu ili iwe funzo kwa watu ambao wako na tabia kama ile. Kuna hata kando na wewe bibi ya Lamonai, kuna mwingine nimeweza kumsaidia juzi tu, anaitwa Mr. Kamau. Mr. Kamau yeye naye alikuwa na kijana ambaye ni kijana mlevi. Yani amefanya kila jambo kuweza kuona kwamba kijana yake anainuka, anafanya nini, lakini kijana hajielewi. Kijana anakuwa ni kijana ambaye anavuta bangi, anatumia pombe, ameharibika kabisa. Na Mr. Kamau ako wapi? Ako United States of America. Na Kamau na kijana yake ako hapa Nyeri. Nilienda mpaka pale nikamsaidia, nilisaidia yeye nikiwa mahali niko, na nikaweza kuenda pale nikaweza kumsaidia akasaidika. So kama wewe pia uko umekuja na ukatafuta usaidizi wangu, mimi niko tayari kukusaidia. Sawa? Cha msingi tu ni uwe na imani. Unaamini vitu zako zitarudi? Ninaamini. Mbona unakaa ni kama umechoka? Unajua mimi napendanga watu ambao umechangamka. Unaona mimi vile nimechangamka. Mimi napenda watu ambao wamechangamka kabisa. Kwa sababu kwa Mungu hakuna kuboeka. Mbona unaboekea Mungu? Sijaboekea Mungu. Ni ile nikikumbuka mateso nimepitia, nafanya tu. Mimi niweza kuambia kwamba usikue na shaka kabisa. Mimi nitaweza kusaidia. Mimi nimesaidia watu wengi sana.
wewe si utakuwa wa kwanza, na hakuna kitu ambacho kinaweza kunishinda. Mimi naamini kwa uwezo ambao alinipa Mwenyezi Mungu, hakuna kitu na hakuna jambo ambalo mimi siliwezi kwenye hii dunia, chini ya hii dunia. Hakuna kitu ambacho sikiwezi. Kwanza kabisa, wacha nianze na kukuombea kwanza, ndiposa tuendelee na hii kazi. Piga magoti yako chini. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, nakuja mbele zako nikisema ni asante. Tazama msichana Charity ameweza kurudi Kenya, na amerudi akiwa mikono mitupu kwa sababu ya mwanaume mpumbavu mshenzi kabisa ambaye hataki kukula jasho yake. Na kemea zile vitu ambazo ameweza kumfanyia na kumfunga ili asiweze kufuatilia pesa zake, na zivunja katika jina la Yesu nikisema ni asante. Hivyo Mungu Baba, huyo kijana popote alipo, na mvuta hapa sehemu hii aweze kueleza ni nini alikifanya na ni jambo gani ameweza kulifanya. Hivyo basi nachukua fursa hii nikisema ni asante, na ni kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo nachukua fursa hii kuweza kumvuta huyo kijana aje hapa sasa hivi. Tukae hapa tumsubiri. Let's see it. Tungoje Charity, usikuwe na wasiwasi. Dr. Namwanga, he will help you. Namjua atakusaidia, hata usijipe pressure. Just relax. Mi vile nilikupromise ni lazima I help you. Nitaweza kukufanya juu chini nikusaidie. So that's why nakwambia just trust Dr. Namwanga, sawa? Ni sawa. Haya. Sasa vile daktari amesema amecommand the boy akuje. Najua atafika hapa muda usio kwa mrefu. Na mimi nataka najua anakuja na kiburi, anajifanya unajua anijui. Anajua anijui. Mimi najua vile ametembea, ameenda tu kwa tutapeli ambao tumemdanganya tukachukua pesa yake. Sasa anaona ni kama ako na kinga. Hakuna kitu ambaye ako nayo. Mimi kazi naamini mimi nitaifanya. Na nimeweza kuambia atafika hapa muda usio kwa mrefu. Ndio huyu hapa. Hata hey, your husband ako hapa. Hii ni maajabu. Sijaiona haya. Habari zenu? Mzuri. Tena nimejikuta nimekuja. What's going on? Nimejikuta nimekuja. Daktari unasema? Habari yako? Mzuri sana. Ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa nafanya shughuli yangu, nimejikuta nimekuja. Sijui nimekuja aje. Sielewi. Haujui umejikuta aje hapa? Sielewi nimejikuta aje hapa. Unajua kwamba umekuwa ukikula jasho ambayo sio yako. Unaifahamu ile ama ulifahamu? Jasho yenyewe si yangu, ya bibi yangu. Hata mimi sijakula jasho yake. Sijakula hiyo jasho. Na akiendelea na kiburi mimi simpei kitu yoyote. Unasema hakuna. Unaniuliza aje? Unaniuliza maswali kama wewe ni nani hapa kwani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Nikwambia mimi si mimi. Ni unanizunguka buda. Kwani tumekosana na wewe ama mimi sikujui? Utapata adabu yako ya kula pesa za wenyewe. Pesa zako mimi usipo concentrate mimi sitakupea hizo pesa. Mimi hakuna pesa nakupatia. Jasho yako wapi? Na utalipa. Hakuna. Kwani mimi sikushughulikia ukienda Saudia? Ulinishughulikia. Yo jua kali nimefanya yote ukienda Saudia, kwani mimi sikuwaifanya? Wewe umekula jasho yangu. Hakuna. Na buda, mbona unanigeuka? Kwani niko na nini? Kwanza mimi unajua sipendi watu ambao wananikosea heshima. Yaani kwa uwezo ambao nilipewa na Mwenyezi Mungu unaniita buda. Unajua mimi nani? Wewe ni nani? Mimi sina haja kukujua. Mimi najua madamu huyu tushaikutana. Madamu si tulikutana na wewe? Na najua na mpenzi wangu Charity. Mbona nikuulize swali? Mbona ulikula pesa na hizi pesa ni zako buda, hizi dosi zako, mimi sitakujua. Hata sijui unaniongelesha nini, sijui. Madamu huyu ni nani? Sio zangu, lakini kwa uwezo ambao niliopewa na Mwenyezi Mungu utaregesha hizo pesa mara 2 zaidi ambao ulichukua. Hizi suti mnaenda kubai huko ati. So unaniuzia uoga na suti bro. Babe. Hizo pesa usipo concentrate na ufanye kitu, mimi sitakurudishia hizo do. Hakuna do zako niko nazo. Unasema asipo concentrate na asipofanya kitu sababu unajua umeenda kwa waganga wako. Waganga wa gani? Mimi niko na God. Hako ka God kako kenye umeenda huko unadhani katawezana na mimi? Unadhani kanawezana na mimi? Uko na nini? Budu mpiga. Sasa unaniuzia uoga juu ya nini?
Kwani unataka kufanya? Situpigane basi hii mambo ishe. Wazime kamera. Sitaki nikupiga hapa mseme mimi madam nikwambie muache kurecord. Tuangushane na huyu jamaa chini basi. Kama vita ndiye anataka na mimi niende zangu. Mimi hata baadaye nimekuja aje hapa. Mimi sipigane vita physical. Mimi napigana spiritual fight. Napigana spiritual fight. Acha tuone basi kama unanianza basi. Pigana tuone basi. Wacha tuone apigane tuone basi. Buda, kwani umeniguza? Si umetoa jacket tunapigana tena unajikuna. Si umetoa jacket. Sasa umeniguza. Unapata adabu. Shuka chini. Najua mimi sipendi mchezo kabisa. Shuka chini utoe hiyo pesa nini? Tupigane tuone sasa. Ona sasa. Pesa yangu utaregesha. Hiyo ni adabu. Pigane tuone sasa. Ulikuwa unajifanya unajua kupigana? Pigana, toa yote. Pigana tuone sasa. Hiyo ni adabu unapata. Kuja hapa unakimbia unaenda wapi unaisha wewe? Enda chini unapigana unajaribu unanijua mimi. Kaa hapa. Uwezi nitoroka mimi. Kaa hapa. Unasikia namna gani? Pesa yangu utaregesha. Inaingia mzuri? Iko hapa. Iko wapi? Ni nini sasa? Pesa yangu lazima urudishe. Muongeleshe. Nitarudisha. Pesa lazima urudishe. Utaregesha. Kuja. Haya. Wacha sasa tulia sasa. Tulia. Shuka chini. Rudisha pesa. Haya, ongea sasa vizuri. Pesa ulikula ama ukukula? Pesa niko nazo. Pesa niko nazo nilieka. Pesa niko nazo nilieka kwa account. Utaregesha? Hizo pesa nitarudisha zote. Na huyo mganga ambao ulienda kwake alikwambia nini? Na alikupa nini? Alikuwa ameniambia amenitibu. Hizo pesa hakuna mtu ataipata. Ati alikujibu hakuna mtu atapata hizo pesa. Pesa zitaitoka. Umesikia namna gani? Umesikia namna gani? Na hata huyo msichana ambaye ulikuwa naye pesa. Pia yeye niko naye. Sawa? Mimi nitamleta. Mimi nitamleta. Amka juu. Amka. Angalia namna hii. Toka hapa enda ulete hiyo pesa. Kimbia toka hapa. Enda leta hiyo pesa haraka. Sasa nikwambia kwamba pesa yako utaipata. Na kwa leo sababu mimi nimekasirika sana. Sababu ya ile kiburi. Kwanza nimekasirika manaka anataka kupigana na mimi ngumi. Mimi si mtu napigana ngumi. Mimi napigana vita vya kiroho. Hivyo basi mimi nataka kuambia kwa leo ni hayo. Na pesa utaipata, sawa? Umenihakikishia kuwa nitapata hizo pesa? Zote utazipata zote. Nitashukuru sana kama nikizipata. Okay guys, hata ninyi mmeona vile the boy ameadhibiwa vibaya sana. I trusted Dr. Namwanga. That's why nilimuita nikajua atamsaidia. Na as you all just wait, you will see. The guy will bring the money because I trust this man. I know he will bring. Just stay tuned and you will watch me. So, as in, I want you guys to comment. Hapo chini, muniambie, nyinyi mnaona aje? Mumefurahi? Of course, me I'm happy because the man ameadhibiwa vibaya sana. Like you. Hawezi repeat tena. Anajua atarudisha hizo pesa. Ama unasemaje Dr. Namwanga? Mimi naamini kwa uwezo ambao nilipewa na Mwenyezi Mungu. Hizo pesa atazirudisha na atarudisha mara 2 zaidi. Kila kitu chako na zile maucha ameenda kuzifanya. Najua ametoka hapa tena ameenda kule, amerejea kule. Lakini mimi nikuhakikishia hakuna kitu ambacho kitakufanyikia. Tayari nimekuombea, nimekuwekea kinga ya Mwenyezi Mungu. So usikue na shaka kabisa, sawa? Sawa. Just believe and know that everything will go well. As in your money itarudi zikiwa full packed. Because naamini Dr. Namwanga. Just trust in God na umwamini pia. Everything will go well. So guys, stay tuned. Nataka unaona hapo kwa comment mniambie nyinyi mmesikia aje comment and mniambie is it good kukula pesa ya mtu struggle, sweat like the girl sweat huko Gulf ati anatumia mwanaume wake. You guys comment hapo mniambie what do you think. So guys, stay tuned and bye till next time. Bye.